karibu tujadili kuhusiana na udhibiti wa ajali barabarani. Nini ambacho kinafanyika, lakini ni vitu gani hasa vya kuzingatia kwa watumiaji wa barabara? Kwa tafiti ambazo zinaelezwa, makosa ya kibinadamu kwa kiasi kikubwa ama kwa asilimia kubwa husababisha ajali ambazo zinatokea barabarani. Kwa hivyo ni muhimu kuendelea kupata elimu hiyo na kufahamu mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho kipo. Sasa katika barabara wapo watumiaji mbalimbali ikiwemo watembea kwa miguu, waendesha vyombo vya moto pamoja na watumiaji wengine. Tunaye hapa Inspector Dina Mosi kutoka Traffic makao makuu na tutafahamu mengi zaidi pia kuhusiana na hili. Karibu sana Inspector. Asante, nashukuru sana. Naam, pengine tuanze kwa kufahamu hali kwa sasa tu katika matumizi ya barabara zetu ikoje? Hali kwa sasa kwenye matumizi ya barabara si mbaya, ila kwa madereva kidogo, kwa sababu ujenzi unaendelea kila mahali wa barabara, kunakuwa na jamu wakati wa asubuhi, lakini baada ya hapo barabara zinakuwa ziko vizuri. Ndio. Na tumegusia hapa na zipo tafiti ambazo zinaelezwa kuhusiana na hali ya ajali. Makosa ya kibinadamu yakiwa yanatajwa kuwa na asilimia kubwa katika vile vyanzo vya ajali barabarani. Ni makosa gani hasa ambayo kwa kiasi kikubwa mmekuwa mkiyashuhudia? Makosa ambayo ni hatarishi zaidi ni kama kuendesha mwendo kasi ambao hauzingatii alama na mazingira ya barabara, lakini pia hayazingatii ukomo wa mwendo, kwa sababu sheria inasema kwamba kwenye makazi ya watu ni 50 kwa saa, lakini nje ya makazi ni 80. Lakini pia usiozingatia udhibiti mwenyewe wa dereva wa chombo chake. Kingine ni overtaking zisizozingatia sheria, kanuni pamoja na mazingira ya barabara. Unakuta dereva anataka kuovertake hata sehemu ambazo ni hatarishi kama kwenye milima, kwenye kona kali ambapo pia michoro imemkataza, mazingira yanamkataza, lakini ana overtake bila kuangalia pia usalama wake, kwamba gari ya mbele yake au gari ya nyuma yake, je, imeanza kuovertake? Je, kule mbele kuko salama kabisa, lakini je, gari yangu ina pulling kuliko ile inayoweza kuovertake? Kwa dereva anakuwa hazingatii hivyo. Lakini pia kwenye kuovertake, na huyu naye anaovertakiwa, sometimes anachangia hatari au ajali kwa kuendelea kushindana na yule anayemovertake, lakini kushindwa kumpa support ya kusogea kushoto kabisa mwa barabara na kupunguza mwendo ili mwenzie ampite salama. Kwa hiyo anakuwa anamkazia. Kitu kingine ni ulevi. Tunaelewa kwamba mtu akilewa kuna athari ambazo zinatokea kwenye mwili wake. Hata uoni unakuwa, macho hawezi kucontrol mwanga vizuri kama ni usiku au mchana pia, lakini pia uratibu wa viungo vyake unakuwa umelegea, kwa sababu kwenye udereva tunahitaji sana na mikono pamoja na miguu kwamba iratibu vile uskani pamoja labda na zile clutch. Lakini unakuta mtu amelewa na anashindwa kuratibu hivyo vitu. Lakini pia tunaelewa kwamba ulevi unapunguza au unapuuza ubongo kidogo, yani akili inakuwasia kwako kutokana na ulevi. Ndio maana tunasema usinywe pombe na kuendesha. Kitu kingine ni uchovu. Madereva wanakuwa hawapati muda wa kupumzika kwa ajili ya safari inayofuata. Unakuta dereva hata pale anapohitaji kupumzika, unakuta anafanya vitu vingine ambavyo sometimes vinaweza kuja kumletea hatari. Unaweza kukuta kuna sehemu ambapo anaweza kuweka bezi kwa ajili ya kupumzika, lakini baada ya kupumzika labda watakunywa pombe, lakini au watacheza pool, kwa hiyo anakuja kupumzika muda ambao umeisha. Au wakati mwingine anajipangia safari ya kwamba nataka nitoke hapa mpaka sehemu fulani. Wakati kwenye kanuni za udereva unatakiwa kwamba uendeshe angalau masaa 3 mpaka 4, ufike mahali usimamishe chombo chako, ushuke, ukizunguke, yani upate hewa mpya, alafu ndio uingie tena kwenye gari, na katika masaa 24 usiendeshe zaidi ya masaa 8. Na ndio maana tunasimamia sana zoezi ile za udereva mwenza kwa yale magari ambayo yanaenda zaidi ya masaa 8. Kwa hiyo uchovu pia unachangia. Kitu kingine ni kutokuwa na uzoefu wa kuendesha masafa marefu alafu unalazimisha. Tunaona kwa vijana wengi wanakuwa labda anaendesha pa Dar es Salaam hata miaka 2, 3,
lakini Dar haina sehemu ambayo unaweza kwenda masaa 3 mfululizo. Na Dar es Salaam ukitembea hapa na hapa kuna jam, hapa na hapa kuna taa, hapa na hapa umesimama labda umefanya kitu fulani. Kwa hiyo huwezi kwenda masaa 3 mfululizo. Lakini yeye kwa sababu ameendesha hapa miaka 2 au muda fulani hajapata ajali, anajiletea kwamba anaweza kaenda safari ndefu bila kuyajua yale mazingira ya barabara, changamoto za kutumia highway na wale madereva wengine. Kwa hiyo unakuta anapata ajali. Kwa hiyo wakizingatia hayo kwa asilimia kubwa yanaweza pia yakawasaidia. Sawa kabisa. Na kama ambavyo tumeona asilimia kubwa ya ajali zinatokana na madereva, lakini vipi kuhusiana na udhibiti wa jeshi la polisi kwenye usimamizi wa vile vitu ambavyo madereva wanatakiwa kuvifanya ambavyo sehemu kubwa umevitaja hapo? Ndio. Changamoto inakuwa wapi hasa? Changamoto ni tabia zenyewe za madereva. Kwa sababu wamepata elimu ya kutosha, lakini pia wenyewe wanajua kwamba hiki kitu ambacho tunakifanya ni hatari, lakini kama vile wanabeti. Sisi tumejitahidi sana kwenye kudhibiti hizo tabia za ulevi, kwamba tumeplanti vipima ulevi katika barabara highway zote. Ili tu wasiwe walevi. Lakini pia kwenye mwendo tumedhibiti pia kwamba tuna hizi tochi ambazo zinapima mwendo au tunasa kamera za kupima mwendo, lakini pia tumeshirikiana na wenzetu wa LATRA, wamefunga VTS katika mabasi yote ya abiria pamoja na malori. Lengo tu kwamba tudhibiti ajali, na wakati huo wakiwa wao wamefunga vile vidhibiti, sisi tuna screen za kuangalia mwendo wa madereva barabarani, kufuatilia mwendo wa madereva barabarani, kushirikiana sisi na LATRA. Kwa hiyo kama jeshi la polisi tumejitahidi, lakini bado kuna kuwa na zile elementi ndogo ndogo za madereva wenyewe ambao hawataki kubadilika. Sawa kabisa. Na kukiangalia pia kwa kiasi kikubwa ajali hizi ambazo zinatokea barabarani, kuna hoja pia inaelezwa kuhusiana na masuala ya miundombinu. Nadhani yenyewe inaweza ikawa ni sababu mojawapo. Hasa kwa mfano ukiangalia kuna baadhi ya maeneo unakuta ajali zinatokea katika eneo hilo mara nyingi. Nafikiri umewahi kusikia kuna baadhi ya maeneo, kwa mfano nyanda za juu kusini kule, kuna baadhi ya maeneo ukisikia unaona kabisa mara kwa mara ajali zinatokea katika maeneo hayo. Ni sahihi kabisa kwamba katika vyanzo vya ajali vikuu viko vitatu. Cha kwanza kuna ubovu wa chombo chenyewe, lakini kuna ubovu wa miundombinu pamoja na mazingira, alafu cha tatu ndio makosa ya kibinadamu. Kwa hiyo kwenye miundombinu sasa hivi kumepunguza sana. Kwenye takwimu ambazo tunazo mpaka mwezi wa 6 ilikuwa ni 0.9. Na unavyozungumza kuhusu mazingira, ni kweli kuna sehemu ambayo milima ipo na kuna kona kali, mfano Kitonga na kule ulivyosema Mbeya kule. Lakini tumejitahidi pia kuweka nguvu ya ziada kwamba kusimamia wale madereva namna gani watakavyopita kiusahihi. Na ndio maana utakuta kwamba ukienda kama kule Mbeya Mlima Nyoka, juu kuna askari ambao wanaruhusu labda aina fulani ya gari sasa hivi zipite, na huku chini wanadhibiti kwamba zile gari, kwa sababu kunakuwa na mawasiliano ya kwamba sasa hivi zinapita hizi gari, alafu baadaye wanasimamisha, wanapitisha gari nyingine. Lengo tu kwamba tuendelee kuzipunguza ajali katika zile sehemu ambazo ni hatarishi. Lakini pia tumekuwa tukiwafundisha madereva kwamba kuna sehemu ambazo ni zile black spot, kama Mlima Kitonga, kuna mlima ule wa kule Singida na huko kusini, ya kwamba wanavyofika pale wachukue tahadhari ya kutosha, wasahihishe makosa ya madereva wengine wale ambao wanapishana nao, ili tu yeye aweze kuwa salama na yule dereva mwenzie aweze kuwa salama. Kwa hiyo tumejitahidi kwa kiasi kikubwa. Sasa jana tulikuwa hapa na mkurugenzi wa MOI, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na hizi ajali za barabarani, namna ambavyo zinachangia kwa kiasi kikubwa idadi ya wagonjwa ambao wanawatibu, na akasema sasa hivi 80% ya wagonjwa wanawatibu ni wanatokana na ajali za bodaboda. Ukiangalia sasa hivi afande, kwa upande wa majeruhi wanawapokea kabisa, ukiangalia sasa hivi ajali zinazohusisha bodaboda ni nyingi. Mna mkakati gani kuhusiana na kundi hili? Kundi hili mkakati ambao tunawafanyia sana elimu. Tumefanya hata kushirikiana na taasisi nyingine kuwapa madarasa kwa ajili ya uelewa, tukiamini kabisa kwamba sekta usafirishaji inahitaji nguvu kazi sahihi, lakini maarifa sahihi, ujuzi sahihi, pamoja na nidhamu kwa watumiaji wengine wa barabara. Changamoto ambazo tunazo kwenye hili kundi ni kwamba kwa sababu ni chombo chepesi kujifunza, mtu akishajifunza saa 5 usiku
au jioni anataka kesho aingie barabarani, lakini hapo unakuta hajajua jinsi ya kutumia barabara na vyombo vingine, hajajua zile alama za barabarani, hajajua taa zinafanya vipi kazi. Kwa hiyo hiyo ndo ambayo changamoto ambayo tunayo, na bado tunaendelea kupambana nao katika kuwapa elimu, tukiamini kabisa kwamba watabadilika. Sawa kabisa. Kulikuwa na mpango wakati fulani wa kutumia pia teknolojia hasa za kusaidia huku barabarani kudhibiti kama masuala ya mwendo kasi na vitu vingine. Pengine unadhani hili linaweza kusaidia kwa namna yote hasa katika kusaidia utendaji? Inaweza kusaidia kwa asilimia kubwa, kwa sababu kitu kinavyofanyika kinakuwa kwanza kama vile ni majaribio, lakini watu wakikizoea kimekuwa kinatumika kwa usahihi. Kwa hiyo iwapo kutakuwa na hizo teknolojia ambazo zitaongeza, mimi naamini kabisa kwamba zinaweza zikasaidia kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu ni wataalamu wamekaa na wakaona kwamba tukifanya hiki kitu kitakuwa msaada. Ndio. Sasa kuna hoja inatolewa pia kwamba kuna idadi kubwa ya watu wanatumia vyombo vya moto, kwa maana madereva. Wengine wanaendesha pikipiki, wengine wanaendesha magari, lakini hawana leseni. Mna mpango gani kuhusiana na hilo? Ama nyie jeshi la polisi mmeliona hilo kwamba kuna watu ambao hawana ujuzi, kwa maana ya kwamba hawajapata mafunzo ya kuendesha vyombo vya moto na hivyo hawajapata leseni za kutumia vyombo vya moto na wako barabarani? Kwa upande wa madereva wa magari, hilo tumelidhibiti sana kwa asilimia kubwa, kwa sababu tunakuwa na zile operation zetu kwenye pointi mbalimbali. Unaona askari akikukamata anakudai leseni kwanza, ili kujua kwamba je, ninayeongea naye ni dereva kamili, na je ana leseni yenye daraja na hiki chombo anachokiendesha. Kwa hiyo kwa upande wa magari tumedhibiti, lakini kwa upande wa bodaboda ndio hii tunaendelea kutoa elimu, tunatoa madarasa mbalimbali ili waelewe umuhimu wa leseni na madhara ya kupata ajali bila kuwa na leseni, pamoja na umuhimu wa dokumenti nyingine kama bima. Kwa hiyo bado tunaendelea kwenye bodaboda. Kwa kweli kuna asilimia kubwa hawana leseni, na wengine wana leseni lakini za magari, si za kuwaruhusu kuendesha bodaboda. Kuna watu wanaona kwamba ukamataji wa bodaboda umekuwa mgumu, kwa maana kwamba wakati mwingine tunaona hata barabarani askari akimsimamisha yeye anapita tu anakimbia. Sasa mtatumia mbinu gani kuhakikisha kwamba katika usimamizi wa sheria na wenyewe pia wanafuata zile sheria zinazotakiwa? Maana kishakuwa ni kundi ambalo sasa wao wako free from kutekeleza zile sheria za usalama barabarani. Kwenye hili kundi la bodaboda kweli ni ngumu sana kukamata kutokana na muundo wa chombo chenyewe, lakini pia kundi lenyewe linaloendesha ni vijana zaidi. Na wakati mwingine tunaangalia kwenye kusimamisha bodaboda, unaangalia usalama wa wewe mkamataji na yule bodaboda mwenyewe, kwa sababu bodaboda anavyomuona askari mbele, hata kama hajamnyoshia mkono, anaweza akageuza hapo hapo akaleta madhara kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo ndio tunaangalia hilo, lakini pia tunashirikiana na NGOs na serikali kwa ajili ya kuwatambua. Kwa hiyo kuna kanzidata ya bodaboda ambayo imeandaliwa na baadhi wameshapata zile jackets ambazo zina namba, kwa hiyo na iko kwenye mtandao. Kwa hiyo ukiingiza tu kwamba namba hii inakuletea jina la yule mwenye dereva na anapaki kwenye kijiwe kipi. Kwa hiyo unawasiliana na yule kiongozi, lakini bado vile jacket hazijaenea sana kwa sababu ni za gharama na kwa hiyo serikali imejipanga kwa ajili ya kuwapa zile jackets. Kwa hiyo ile itakuwa ni rahisi zaidi kuwadhibiti, kwa sababu hata akifanya kosa ukimsimamisha asipokubali, ina maana kwamba tutampata kwa njia nyingine kupitia viongozi wao au kupitia yeye mwenyewe ile namba ambayo amepewa na serikali. Katika hili la kudhibiti ajali za barabarani, kuna malalamiko kwamba magari ya taasisi mbalimbali, hasa taasisi za serikali, yanatembea kwa mwendo mkubwa sana barabarani, kwa maana yanakimbia sana, na haya magari hayaonekani kusimamishwa labda na askari wa usalama barabarani,
kwa ajili ya kuwataka wafuate zile sheria, ikiwemo kutembea mwendo ule ambao unahitajika. Na tumeona pia ajali kadhaa ambazo zimehusisha pia magari haya ya taasisi mbalimbali, nyingine zikiwa ni taasisi za serikali. Sasa swali linakuja kwamba je, hawa wenyewe hawajibiki kufuata hizi sheria za usalama barabarani? Kila mtu anayeendesha chombo cha moto barabarani anatakiwa afuate kanuni, taratibu pamoja na sheria zote za usalama barabarani. Kwa haya magari ya serikali sasa hivi tunayadhibiti kwamba wanakamatwa kama kawaida na wanaandikiwa fine kwa ile makosa ambayo wanakuwa wameyatenda. Na kwa sababu zile plate namba zao hazisome kwenye mfumo wetu kwamba anaweza akakopeshwa, yule dereva akiandikiwa fine inabidi alipe hapo hapo. Lakini wakati mwingine jeshi la polisi tunatoa elimu, tunatoa onyo na tunaadhibu. Kwa hiyo tunaangalia kipi cha kufanya. Kuna wakati mwingine unaweza ukamsimamisha pia akakataa. Kwa hiyo tunaandika zile namba za ile gari, tunapeleka ofisini na ile ofisi inaandikiwa barua kwamba dereva wako huyu amefanya hivi. Kwa hiyo anaitwa ofisini na anapewa onyo kali au karipio kali kwa kutokurudia hayo makosa ambayo anayatenda. Kwa sababu kuna wakati mwingine anakimbia hana hata bosi kwenye gari yake. Kwa hiyo bado pia tunawapa elimu. Elimu yetu imelenga kwenye taasisi pia za serikali, mashirika, hata makanisani tunaenda kupitia vyombo vya habari kama hivi, na kwenye mikusanyiko pamoja na wanafunzi wa kuanzia primary hadi chuo. Kwa hiyo na wale pia tunawapa elimu juu ya athari za mwendokasi, athari za kutokufuata sheria, kanuni au za kutofuata zile alama za barabarani. Kwa hiyo tunaamini watabadilika. Ni wale wachache ambao wamebaki, basi lazima tuendelee kupambana nao. Kipo changamoto pia ya matumizi ya simu hasa wakati wa kuendesha. Kuna namna yoyote hili liko katika sheria na mnalisimamia vipi? Kwenye simu mtu anatakiwa ya kwamba anavyoongea na simu kiwezekana egeshe pembeni, aongee na simu, kwa sababu huwezi kujua ile simu ni ya nini. Ni ya msiba au ni ya kushtua. Kwa hiyo tunawashauri kupitia elimu zetu kwamba wapake magari pembeni, asikilize ile simu aende. Lakini kwa hawa wanaoendesha mabasi ya abiria ni marufuku kuongea na simu na kuendesha chombo. Na ndio maana dereva kama anaongea na simu, wakati mwingine wanaotupa ushirikiano ni wale abiria wenyewe. Na ndio maana tuna kampeni kwenye mabasi ya abiria kwamba abiria paza sauti. Kwa akiona dereva anaongea na simu, kwa sababu simu inaweza kumuondolea umakini yule dereva na akaweza kupata ajali. Kwa wakiona madereva wanaongea na simu, basi wanakuwa wanatupa taarifa kwamba huyu dereva anaongea na simu muda mrefu wakati anaendesha gari. Na wengine kwa ajili ya hizi elimu abiria wametuelewa, unakuta anachukua mpaka video alafu anaituma pale trafiki makao makuu, na yule dereva kule aliko anadhibitiwa. Ndio. Sawa kabisa. Na lingine ambalo pia lijazungumzwa sana na Fande ni kwamba katika sehemu ambazo sasa ajali zinatokea, kuna baadhi ya watu wasiokuwa waaminifu wanafika pale na kuwadhuru zaidi wale watu ambao wamepata ajali. Sasa sijui hili mnalitazama vipi, pia mkishirikiana na labda jeshi la polisi ambao wanaangalia makosa kama hayo ya jinai, kwa sababu kuna watu wengine wakipata ajali wanajikuta wamesachiwa, wameibiwa vitu vyao na vitu kama hivyo. Hili mnalitazama vipi? Kwa kweli kuna tabia hiyo ya watu kujinufaisha kwa wahanga wa ajali. Lakini ndio maana tunaendelea kutoa elimu, kwa sababu unajua tabia ya wizi ni ya mtu binafsi. Mtu aweze kuona huyu anakufa akaacha kumwokoa akachukua hela kwa mtu mwingine. Lakini wale wenye roho za kikatili ndio wanafanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado tunaendelea kutoa elimu kwa makundi yote kwamba unavyoona ajali, toa ushirikiano kwanza wa kuokoa majeruhi na si kumuibia vile vitu, kwa sababu hiyo pia inakuwa we mwenyewe kama una dhamira uweze kufurahi kwamba umemwibia labda marehemu mali zake au mtu mwingine umemwibia mali zake na ukaenda kunufaika nazo. Kwa hiyo tunaendelea kuwapa elimu hawa ambao labda ajali zinatokea kwenye maeneo yao kupitia vyombo vya habari kama hivi, ili waelewe umuhimu wa kusaidia majeruhi na si kuwaibia majeruhi. Wakati tunakamilisha, ni upi ujumbe wako hasa kwa watumiaji wa barabara
madereva na hata watembea kwa miguu kwa namna yote ile katika udhibiti wa ajali na nafasi yao? Asante sana ndugu mtangazaji. Wito wangu kwa madereva na watumiaji wote wa barabara waelewe kwamba barabara ni maisha, lakini barabara ni hatari. Kwa kila mmoja kwa wakati wake anapotumia barabara, ni wajibu wake kuwa makini na kufuata zile kanuni na sheria zote za usalama barabarani. Lakini dereva hawezi kuwa dereva bila kusahihisha makosa ya watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo ni wajibu wake, akiona mwingine amekosea basi aweze kumsahihisha kwa upendo. Na nawaambia pia madereva wasing'ang'anie haki wakajimaliza. Kwa hiyo wakati wote anapoona kwamba anaweza kujihami na tukio la ajali, basi ajitahidi ajihami kwa tukio la ajali. Na hao watembea kwa miguu nao pia wanatakiwa wafuate zile kanuni za kutembea barabarani ili waweze kuwa salama, na wawasaidie wale watu wenye uhitaji wa kupata msaada kama vilema, wazee pamoja na watoto wadogo ambao uelewa wao wa kutumia barabara ni mdogo. Kwa hiyo tukionyesha upendo katika mazingira ya kutumia barabara, lakini pia kila mmoja akiamua ya kwamba sasa ajali basi, barabara zetu zitabaki salama na watu wetu watabaki salama. Nakushukuru sana Fanda, asante sana kwa kuja kuzungumza nasi. Asante, nashukuru sana. Shukrani sana. Tunakamilisha hivyo tukizungumza na Inspector Dina Mosi kutoka Traffic makao makuu. Kubwa ni kuhusiana na udhibiti wa ajali na elimu ambayo inaendelea kutolewa.